Starting with the Monday motivation. The Monday motivation. The Monday motivation. Samaritan FM. And leo hii nataka kwamba this Monday motivation tuitoe pale katika kitabu hicho tu cha Warumi sura ya 8. Na tutasoma pale mstari wa 3 unaosema kwamba kwa maana wale wanaoishi kwa kufuata mwili huziweka nia zao katika vitu vya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata roho huziweka nia zao katika mambo ya roho. Sawa. Sema kwamba mwili unaendana na mwili na mambo ya kiroho basi yanaendana na mambo ya kiroho. Kwa hivyo sasa hivi kila ambacho tunaweza kusema ni kwamba tukiweka maisha yetu kwa vitu vya kimwili basi itakuwa kwamba tunaongozwa na vitu vya kimwili. Lakini sasa tukiruhusu kwamba tuenende katika roho na tuweze kufanya vitu vitu kwa mambo ya kiroho, basi tutakuwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo asubuhi ya leo wacha tuweze kuongozwa na Roho Mtakatifu na tuenende kwa vitu vya kiroho licha ya yale ambayo yanatendeka. Najua kwamba changamoto nyingi saa zingine inakuwa vigumu, lakini tukienenda kwa njia hiyo basi inakuwa ndio vizuri kuliko jinsi ambavyo inaweza kuwa kwamba tunakubali mili zetu ziweze kutuongoza. Kwa hivyo tukubali Roho akatuongoza ili kwamba tukatende mambo ya kiroho, pasi na kutenda mambo ambayo kidogo yanaweza kuwa yanaambatana na kimwili. Kwa hivyo ndivyo unavyosikia this beautiful morning. Let us be motivated with that verse katika kitabu cha Warumi pale sura ya 8 mstari wa 5, naposema kwamba ukienenda na mambo ya kimwili basi bila shaka matokeo yatakuwa yale ambayo yanatokana na mambo ya kimwili, lakini tukikubali yawe ni ya kiroho basi hapo tutakuwa tumejenga kitu kilichochema, kilicho kizuri. Kwa hivyo right now tuanze kuangazia mambo ya kiroho sana kuliko jinsi ambavyo tunaangazia mambo ya kimwili kwa mpigo tena zaidi.